Alexander Lukashenko, mshirika wa karibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin, ametaka hatua za haraka kukomesha vita vya Ukraine. Rais Lukashenko wa Belarus ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha vita nchini Ukraine, wakati huu Marekani ikiendelea na juhudi za kidiplomasia kuhusu mzozo huo uliodumu kwa miaka 4 sasa. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko, kupitia mahojiano yaliyochapishwa mnamo Jumanne ya Disemba 16, mshirika muhimu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi amemsifia na kumunga mkono Rais Donald Trump wa Marekani, akidai kuwa lau angelikuwepo tangu awali vita hivyo kamwe visingetokea, huku akiyashutumu mataifa ya Magharibi kwamba ndio ambayo yamekuwa yakichochea vita hivyo ambavyo hadi sasa vimezidi kuchukua sura mpya kila kukicha, ambapo mashambulizi yamekuwa yakionekana wakati wote kutoka kila mahala katika eneo la Mashariki ya Ulaya, huku tishio kubwa likitoka katika nchi za NATO pamoja na Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi. Lukashenko anasema kwamba mataifa ya Magharibi ndio ambayo yameendeleza operation hii inayofanywa na Urusi, na ni wakati ambapo mataifa hayo yalikuwa na mipango ya kutaka kuishinda Urusi ya Vladimir Putin. Lakini anasema kutokana na kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameamua kuingilia kati, inapaswa kufanyike hatua za haraka za kuweza kunusuru hali ilivyo katika nchi za Ulaya. Lukashenko ameeleza athari kubwa zilizotokana na vita hivyo, ikiwa ni pamoja na kukosekana kwa hali ya utulivu katika nchi za Ulaya. Hata hivyo, Lukashenko ambaye aliruhusu nchi yake kutumiwa na Urusi wakati wa operesheni maalum ya kijeshi mwaka 2022, amesema Trump ndio anayetegemewa sasa kusitisha vita hivyo na kwamba anahitaji kutiwa moyo. Kauli ya Lukashenko imetolewa ikiwa ni siku moja tu baada ya mkutano wa pande tatu uliofanyika mjini Berlin, Ujerumani, ambapo wawakilishi wa Marekani, wa Ulaya na Ukraine walisema wamepiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita hivyo kupitia mpango wa amani uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, kumekuwa na matumaini madogo ya kumalizika kwa vita hivyo kutokana na kwamba watu wa Magharibi wamekuwa wakishinikiza Ukraine kukataa baadhi ya makubaliano. Miongoni mwao ni pamoja na suala la kuachia ardhi ambayo ni eneo la 20% katika ukanda wa Donbas. Hata hivyo, Ukraine imekataa kusitisha vita kwa msimu wa Christmas kama ambavyo Ujerumani imeomba. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameiomba Urusi kuachana na vita hivyo, hasa katika kipindi cha sikukuu za Christmas, kuacha watu washerekee kwa amani. Lakini Urusi kupitia msemaji wa ikulu ya Kremlin amethibitisha tena msimamo wa nchi yake kukataa usitishaji wa vita baada ya kansela Merz kumtaka Rais Putin kusitisha mapigano wakati wa Christmas. Katika mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa Kremlin amesema ikiwa lengo ni kubadilisha mpango wa amani kwa suluhu la muda mfupi, hakuna uwezekano huo na Urusi haipo tayari kufanya hivyo. Tunataka amani, hatutaki kusitishwa kwa mapigano ili kuipa Ukraine nafasi ya kupumua na kujiandaa kwa ajili ya kuendeleza vita. Tunataka kumaliza vita hivi, kufikia malengo yetu, kulinda maslahi yetu na kuhakikisha amani barani Ulaya kwa siku zijazo, amesema Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin ya Urusi. Merz aliwasilisha ombi hilo la kusitisha mapigano kwa Putin baada ya mkutano uliofanyika jana Berlin kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya, Ukraine na Marekani kuhusu mpango wa amani kwa Ukraine. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa, lakini nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe. Ikiwa bado hujafanya hivyo, utakuwa na nafasi kubwa ya kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia The World News.